yenye msisimko na inayomuhusua mama wa kambo, ikihusisha mateso aliyoyafanya kwa watoto wa mume wake na hatimaye kufikia mwisho wa adabu na mafunzo. Kijijini kidogo, mama wa kambo alikuwa maarufu kwa tabia zake mbaya na uonevu. Alimtesa mume wake na hasa watoto wake, mara nyingi kwa sababu ya wivu, hasira na tamaa ya kudhibiti kila mtu aliye karibu naye. Watu walimkwepa na hata wake wa jirani walihofia kuongea naye. Lakini tabia yake mbaya haikumzuia. Kila siku alijitahidi kuwatesa watoto wa mume wake, akiwazuia kucheza, kuwapa zingumu zisizo na mwisho na hata kuwatia hofu kubwa. Siku moja mambo yalipita kiasi. Watoto walijaribu kumkimbia mama wa kambo, lakini alikuwa na nguvu ya kuwalazimisha. Kwa hasira yake aliamua kutumia mbinu ya mganga. Alikuja na mapenzi ya uchawi wa kuwalazimisha watoto kufuata amri zake na kuwa watiifu bila kuuliza. Alimfuata mganga wa kijijini na kumkabidhi baadhi ya vitu vya uchawi, akidhani kwamba hakuwa na hatari yeyote. Mganga alitenda kazi yake kwa hila, akimpa mama wa kambo nguvu za kudhibiti watoto kwa njia ya uchawi na kumfanya awe na hofu kubwa kwa watoto hao. Watoto walijaribu kujitetea, lakini hofu ilikuwa kubwa. Kila hatua yao ilichunguzwa, kila kicheko kilipigwa marufuku na kila makosa madogo yalilipwa kwa adhabu. Kijiji kizima kilianza kuhisi hofu isiyoelezeka, na watu walijaribu kuepuka mama wa kambo kwa kila njia. Lakini hatimaye tabia mbaya ya mama wa kambo haikuweza kufichika milele. Siku moja mume wake alikusanya ushahidi wa mateso aliyoyafanya watoto wake na mateso yote aliyowaudhi jirani. Alikimbilia kwa wakuu wa kijiji na wakaamua kumfikisha mama wa kambo kwa maamuzi ya adabu ya kijamii. Kijiji kilikusanyika na mganga aliyemsaidia alikamatwa pia, kwani alitenda kwa hila na kutenda uovu. Mama wa kambo alifikishwa mbele ya wote. Kila mtu aliweza kuona mateso aliyoyafanya na sharti lilikuwa wazi: hakutakuwa na msamaha. Watu walimlazimisha mama wa kambo kutafakari mateso aliyoyafanya, na hatimaye alianza kuhisi hofu na aibu kwa yale yote aliyoyafanya. Hata alijaribu kutetea tabia yake, hakuna aliyemsikia. Kila mtu aliona wazi kuwa hakuwa na huruma. Kwa muda wa siku kadhaa, mama wa kambo alilazimishwa kufanya kazi za kijamii, kuwasaidia watoto waliokuwa wameumia, kuandaa chakula kwa watoto wa kijiji na kufundisha heshima na upendo badala ya kuogopa. Hatimaye hatari ya uchawi wa mganga iliondolewa, na mama huyo alijua kuwa nguvu ya kweli haikuishi kwenye uchawi au mateso, bali kwenye heshima na upendo. Adabu hii ilimfundisha somo la maisha: tabia mbaya huleta mateso, lakini mabadiliko ya kweli hufungua njia ya rehema, amani na heshima. Mama wa kambo, akiwa amejifunza kwa uchungu wake, alianza kusaidia watoto na jamii, akifundisha kwamba nguvu halisi ni kufanya mema na kushirikiana na wengine. Hatimaye wajibu wake wa mateso ulibadilika kuwa somo la kheri, na kijiji kizima kiliona mwanga wa mabadiliko. Hivyo mateso ya awali yaliishia, na mama wa kambo alibadilika, akawa mfano wa jinsi mtu anavyoweza kuondoa uovu na kuanzisha wema hata baada ya kutenda uovu mkubwa.